Naomba msaada kaka, nisaidie jamani, naomba nisaidie. Karibu madam. Aliitwa Subira. Kwa mtu yeyote aliyekuwa akimpitia barabarani, alionekana kama omba wa kawaida kabisa. Alivaa nguo zilizochakaa, nywele zilizotimtim na zisizochanwa. Uso wake ulijaa masizi yaliyomfanya aonekane kama mtu aliyeteseka kwa miaka mingi. Mkononi alikuwa ameshika bakuli la plastiki ambalo kila siku alitumia kuwaomba watu msaada. Hakuna hata mtu mmoja aliyewahi kudhani kuwa mwanamke huyo alikuwa akimiliki utajiri ambao watu wengi waliweza kuuota tu. Lakini huo ndio ulikuwa mchezo wa Subira. Mchana alikuwa omba, usiku alikuwa bilionea. Kwa miaka mingi Subira alikuwa ameigeuza kazi ya kuomba kuwa biashara kubwa sana. Kwa maana hakufanya kazi hiyo peke yake. Alikuwa ameajiri vijana kwa wazee katika mitaa mbalimbali ya jiji. Kila mmoja alikuwa na eneo lake la kuomba msaada. Jioni walipomaliza kazi, walikuwa wakikutana sehemu maalum na kukabidhi pesa zote walizokusanya kwa Subira. Subira alikuwa akifanya mahesabu kwa umakini, kisha aliwalipa mishahara yao. Biashara hiyo ilimletea mamilioni ya fedha kila mwezi. Kwa fedha hizo alijenga jumba la kifahari lililokuwa katika eneo la watu matajiri. Alimiliki magari ya kisasa ya gharama kubwa. Alikuwa na madereva, wapishi, walinzi na wafanyakazi wa nyumbani. Cha kushangaza zaidi, wafanyakazi wote waliokuwa nyumbani kwake walikuwa wa kiume tu. Lakini hakuna hata mmoja wao aliyewahi kumuona akiwa omba. Kila alfajiri kabla ya jua halijachomoza, dereva wake alimchukua kwa gari la kifahari na kumpeleka mbali kidogo na makazi ya watu. Huko ndipo safari yake ya ajabu ilipoanza. Aliingia ndani ya chumba kidogo alichokuwa amekipanga kwa siri. Alivua nguo zake za kifahari, akavaa nguo zilizochanika. Akazivuruga nywele zake zikawa za kitimtim. Akapaka uso wake masizi mpaka uso wake ukabadilika kabisa. Mwishowe alichukua bakuli lake na kuanza kutembea kuelekea katikati ya jiji. Hakuna aliyemtambua. Hakuna aliyewahi kushuku. Kwa watu wote alikuwa omba wa kawaida. Na kila jioni kabla ya giza halijaingia, dereva wake alimchukua tena katika eneo lile lile. Subira alibadilisha nguo. Akaingia ndani ya gari lake la kisasa aina ya Jeep. Dakika chache baadaye alikuwa amefika nyumbani kwake. Akapokelewa kama malkia. Maisha yake yalikuwa siri kubwa. Na siri hiyo alijua mtu mmoja tu. Jina lake lilikuwa Maua. Maua alikuwa rafiki wa karibu wa Subira. Yaani yule rafiki wa kupika na kupakua. Tofauti na Subira, Maua alikuwa akifanya biashara halali. Alimiliki duka la vipodozi ambalo lilikuwa likimuingizia kipato cha kawaida. Subira alimwamini kuliko mtu mwingine yoyote. Mara nyingi alimsaidia kifedha. Hata nusu ya mtaji wa duka la Maua ilikuwa imetoka kwa Subira. Lakini kadri miaka ilivyopita, moyo wa Maua ulianza kujawa na wivu. Hakufurahia kuona rafiki yake akizidi kutajirika kila siku. Ndani ya moyo wake akaanza kusema, kwa nini yeye awe na kila kitu, alafu mimi nibaki hivi kweli? Wivu wake ukageuka chuki. Hatimaye akafanya uamuzi wa kikatili kabisa. Aliwaajiri watu kwa siri. Kazi yao ilikuwa moja tu, kumfuatilia Subira. Asubuhi, mchana na jioni. Hatimaye walimpiga picha na kuchukua video. Wakamrekodi video bila yeye kujua. Baada ya kukusanya ushahidi wote, Maua alichapisha video hizo kwenye mitandao ya kijamii. Ndani ya saa chache tu, video zikawa zimesambaa nchi nzima. Kesho yake asubuhi, Subira alitoka kwenda kazini kama kawaida. Hakujua kuwa maisha yake yalikuwa yanakwenda kubadilika ndani ya dakika chache. Alipofika eneo la kuomba msaada, ghafla umati mkubwa wa watu ulimzunguka. Wengine walikuwa na hasira kali. Mmoja akampigia kelele akasema, unafanya watu wajinga wewe mwanamke, kumbe wewe ni tajiri mkubwa tu. Mwingine akamrushia mabaki ya wali, unatufanya sisi wajinga, walikuwa wakisema. Mtu mmoja
akampiga kwa ufagio. Wengine wakaanza kumrushia kokwa za embe na vitu mbalimbali. Kila upande ulisikika sauti za watu wakipaza kwa hasira, nenda ukafanye kazi, acha kuwatapeli watu. Subira alijaribu kujitetea, lakini hakuna aliyekuwa tayari kumsikiliza. Pembeni ya umati alisimama Maua. Alikuwa akitazama kila kitu huku akitabasamu kwa ushindi. Kwa sauti ya chini alisema, leo umejua dunia ilivyo. Ulijiona wewe ni bora kuliko kila mtu. Hakujua kuwa kitendo alichokifanya kingekuwa mwanzo wa mwisho wa urafiki wao. Punde tu gari aina ya jeep lilifika katika eneo la tukio na kumchukua Subira haraka sana. Nini kitaendelea? Usikose sehemu inayofuata. Asante kwa kusubscribe, kwa kulike na kucomment, na kushukuru sana kwa kuangalia video zangu. Mwenyezi Mungu akubariki sana na nikutakie siku njema. Kwaheri.